Leo hii hapa katika viwanja hivi vya soko la Kijichi kuna dua maalum kwa ajili ya kumwombea Dr. Samia Suluhu Hassan. Mwenyezi Mungu ampe nguvu, afya na aweze kumaliza salama kampeni zake, lakini vile vile tuweze kupita salama katika mchakato huu wa uchaguzi wa tarehe 29. Kwa hiyo jimbo hili la Mbagala, viongozi wake wa kata zote tukishirikiana na sisi viongozi wa wilaya tumeandaa dua maalum kwa ajili ya kumwombea rais wetu. Ukizingatia kwenye wilaya yetu amefanya mambo makubwa mazuri na muhimu. Napenda kuwaambia katika 2025 Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali yake wameweza kuleta zaidi ya bilioni 572 kwa ajili ya kuendeleza miradi mbalimbali, ikiwemo zahanati kila kata zipo, vituo vya afya, lakini pia tumepata bahati ya kupata hospitali 2 za wilaya. Moja imekamilika, ipo eneo la Zakem, lakini nyingine nayo inaendelea kujengwa kwa kasi ambayo ipo eneo la Chamazi. Lakini si hivyo tu, pia mama ameweza kufanya mambo mengi. Amemtua mama ndoo vizuri katika wilaya yetu hii ya Temeke, hususan katika jimbo letu hili la Mbagala. Maji yanayotoka Kisarawe tu yameshaingia ndani ya wilaya yetu, na sasa miundombinu ya maji inatandazwa kuelekea kwenye majumba ya watu. Mambo ni mazuri kweli kweli. Sisi kama wanawake wa Temeke tunamwombea mwenyekiti wetu, mgombea urais Daktari Samia Suluhu Hassan ili aweze kuungana nasi katika uongozi ujao. Mwanamke huyu ni mama shupavu, ameweza kuliongoza nchi katika kipindi kigumu kilichopita, lakini mama huyu ameendelea kusisitiza amani. Ndugu zangu mlioko hapa, ndugu zangu wananchi, ndugu zangu wa jimbo la Mbagala, niwaombe kwa heshima kubwa tuende tukamchague mwenyekiti wetu Samia Suluhu Hassan ili aweze kutuletea maendeleo katika nchi yetu. Ni mwanamke mwenzetu, tujitokeze kwa wingi sana tarehe 29. Amani tulionayo Tanzania, tusikubali amani ya Tanzania ikatoweka. Watu wa Tanzania wana uhuru, watu wa Tanzania wana amani, taifa limetulia, taifa lina amani sana. Tuiombee amani yetu. Tunamshukuru Mungu sana kwa viongozi wetu, wabunge wateule, madiwani wateule ambao wameteuliwa kugombea katika kipindi hiki cha 2025-2030. Tunawaombea kura zote za ndio wakavuke salama na amani kapate kutawala. Niwaambie kweli, hakuna kitu kizuri kama amani katika nchi. Niombe sana tujitokeze tarehe 29 tukamchague rais wetu, kipenzi chetu, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Kwanza kabisa alituletea kituo cha afya kwa maana ya zahanati ya kata, lakini pia kwenye kata yetu ya Migurani kulikuwa na uchache wa madarasa ya sekondari. Mama huyu ameenda kutujengea kupitia pesa ya mapato ya ndani, lakini pia kuna pesa ambayo ilikuwa imeongezwa kutoka serikali kuu. Kiukweli na mambo mengi sana ambayo ameyafanya mgombea wetu wa urais kwa kipindi cha miaka 4. Ameyafanya makubwa mengi sana. Ametuletea fedha ambazo sasa hivi kama nyinyi wenyewe mnaona kwenye jimbo letu la Temeke kuna barabara ambazo zinaenda kutengenezwa. Ni mengi sana kwa kweli. Ndio maana tuko hapa kumwombea dua, kwa sababu we mwenyewe unajua mama yule ni mvumilivu, ni msikivu, lakini pia yeye kwa sababu kuna wachache ambao hawaitakii mema nchi yetu, lakini yeye amekuwa akiweka pamba masikioni na kusonga mbele. Tukasema kwa sababu yeye yuko kwenye kampeni, sisi kama madiwani wake wa viti maalum tupo kwa ajili ya kumwombea kura, lakini pia tuko kwa ajili ya kumwombea dua.
Tumekusanyika hapa kwa ajili ya dua ya wanawake wa Kiislamu ambao tunaendesha dua maalum kwa ajili ya kuiombea amani nchi na kuombea utulivu wa nchi yetu wakati huu wa kuelekea kipindi cha uchaguzi mkuu wa tarehe 29 mwezi huu. Muhimu tunachokisisitiza hapa, walichokisisitiza kina mama zetu, ni amani kwa nchi, hasa wakati tunapoelekea kupiga kura tarehe 29, na wametusahihi na kusisitiza kwamba wote kama viongozi wa wananchi tuwe tayari kuhimiza na kutunza amani nchi yetu, kwa sababu msingi wa maendeleo ya nchi yetu, msingi wa kila kitu ni maendeleo, ni amani. Na kwa sababu hiyo tunawashukuru kina mama hawa kwa kutazama hilo na kuona umuhimu wa kuombea nchi yetu amani.